Ninakukaribisha sana KingoFarm. Kama wewe ni mgeni, unaweza ukabonyeza hiyo alama ya subscribe kisha na hiyo kengele, ili uwe unaweza kupata taarifa mbalimbali za kuhusiana na ufugaji kutoka hapa KingoFarm. Kwenye hii video ninataka nikuelekeze mimea 7 ambayo endapo utaitumia kwa kuku wako itakusaidia sana, lakini pia bila kusahau nitakwambia hii mimea inafanya kazi gani na itaongeza kitu gani kwa kuku. Na hapa nimechagua mimea ambayo haina gharama yoyote, yani mimea ambayo ni bure kabisa. Ukitumia kwa kuku wako itakusaidia sana, hasa kwenye kujenga afya, lakini pia kwa kinga na magonjwa. Hii haihitaji mpaka kuku aumwe. Hapa unakuwa tu unawapa kuku wako ili kuwajenga afya, lakini pia kwa kinga na magonjwa. Mmea wa kwanza ni huu ambao nimeushika hapo. Huo ni mmea wa moringa. Huu mmea kwa mfano hapo unavyoona hivyo, tumeshauanika kwenye kivuli vizuri kabisa kwa ajili ya kuchanganyia kwenye chakula. Kwa hiyo huu mmea huwa wanachanganyia kwenye chakula, na huu mmea ni mmea ambao una protini kwa wingi zaidi, yani mmea ambao una protini nyingi sana. Utakusaidia sana hasa kwenye kujenga afya kwa kuku wako. Huu mmea unaweza ukaupanda, ukiukata kama muhogo unaupanda vizuri kabisa. Kwa hiyo ni mmea ambao unaweza ukawa nao hata nyumbani kwako kwa ajili ya kuku wako. Mmea wa pili ni kisamvu. Hiki hapa ambacho unakiona hapa, na hii hapa ninashauri sana na ni kizuri sana endapo utawaning'inizia kuku wako kama hivi wakawa wanadonoa. Hiki ni chanzo kizuri sana cha vitamini, lakini pia huu mmea unaongeza sana kinga kwa kuku wako. Utawasaidia kuku wako wawe na kinga nyingi, na wanapenda sana kula endapo watazoea kula haya majani ya kisamvu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapa kuku wako, kitawasaidia. Kabla sijaenda kwenye mmea wa tatu, nikukumbushe sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji kwa vifaranga mpaka kuku wa mwezi mmoja, kama hivi ambavyo unaona vifaranga wadogo. Tunakuwa tunaelekeza jinsi ya kuwapokea, kuwalea, hasa kwa kutumia hizi tiba za asili, ili waweze kuwa na kinga nyingi zaidi pale ambapo wanakuwa wakubwa, na ili isiwe shida kuwalea. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000. Hii ni ada ya muda wa miezi 2. Na pia tuna darasa la kufundisha jinsi ya kutengeneza incubator ya box kwa njia rahisi kabisa, kwa gharama nafuu kabisa. Hili darasa linaanza tarehe 20 huu mwezi wa 4. Kwa hiyo kama bado hujalipia, lipia hili darasa. Kujiunga ni shilingi 10,000. Tunakwenda kwenye mmea namba 3, au ninaweza nikasema kuna haya majani ya maboga. Sisi binafsi kama KingoFarm, baada ya kujua umuhimu na kazi kubwa ya haya majani ya maboga, unaweza ukaona tumepanda eneo kubwa sana haya majani kwa ajili ya kutosheleza kuku. Kwa wale ndugu zangu ambao mnafuga kuku kwa ajili ya mayai, haya huwa yanasaidia sana. Hasa ukibrendi vizuri kabisa, ukawekea kwenye maji ambao wanakunywa, huwa yanafanya kuku wawe na kiini cha njano, lakini yana vitamini kwa wingi zaidi, yanasaidia sana. Na pia unaweza ukachuma, ukaanika kwenye kivuli, ukachanganyia na chakula. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa nayo haya. Tukienda kwenye mmea wa 4 ambao ni muhimu sana kwa kuku wako ni Chinese. Unaweza kuona ile eneo sisi tumepanda Chinese, lakini imekufa. Iliota hii moja kama 1-2 hivi, lakini tumerudia tena kupanda. Chinese ni muhimu sana kwa kuku kwa sababu ina vitamini kwa wingi, hivyo huwa inaimarisha kinga kwa kuku wako. Ni kitu muhimu sana cha kuwapatia kuku wako muda wote. Watundikie, wadonoe, lakini pia unaweza kwa brendi ukawekea kwenye maji. Hiyo itawajengea afya kuku wako. Namba 5, tunakuja kwenye huu mmea ambao ni mmea tiba. Haya majani ya mwarobaini. Ujue majani ya mwarobaini kwa mfano yakiangukaga chini hapa shambani kwetu, kuku huwa wanayashambulia sana. Kwa hiyo ni majani ambayo kuku huwa wanapenda sana kuyadonoa, kuyala.
Pia ni kinga nzuri sana kwa magonjwa, hasa magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya virusi kama vile kideri, gumboro na ndui. Hii inawakinga vizuri sana. Ninakushauri unaweza ukachanganyia kwenye chakula, una blendi, unawekea kwenye maji. Ni tiba pia magonjwa ya matumbo na magonjwa mengine mengi sana, hasa yale magonjwa ambayo yanasumbua sana wafugaji. 6, kuna haya majani ya mpapai. Haya majani ya mpapai kuku wao wanapenda sana. Mimi nimekiona hiki kitu. Yaani ukiwachanganyia hata kwenye maji ukawawekea, basi wanapenda sana kunywa hayo maji. Lakini ni kinga nzuri sana ya magonjwa yale ya kuhara. Kama kuku wako wana muharo mweupe, wanahara damu, wawekee haya majani, wanapenda sana. Lakini pia hata kama kuku wako wanapenda sana kudonoa majani, haya pia ni majani ambayo watayashambulia sana. Yana vitamini kwa wingi, yana vitamini nyingi sana haya majani. Lakini pia yanawafanya kuku waweze kuimarisha kinga zao, wawe na kinga nzuri sana dhidi ya magonjwa. Yani hata kama watakuwa na mazingira ambayo yanapelekea magonjwa, basi inakuwa ni ngumu kwao kuweza kupata. Mmea wa 7 hapa nimeamua niweke haya majani ya mbaazi. Moja ya sifa kubwa kwenye majani ya mbaazi ambayo mimi binafsi naipenda, yanatibu vizuri sana mafua. Kama kuku wako wanaumwa mafua, ukiwapa haya majani, ukibrendi ukawekea kwenye maji, wanapona vizuri kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho inatakiwa wape mara kwa mara kuku wako, kwa sababu pia ni kinga nzuri sana kwa ajili ya magonjwa. Mwisho kabisa nawakumbusha tu sisi KingoFarm tuna vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na ufugaji, jinsi ya kuwalea kuku, miongozo mbalimbali, jinsi ya kuwalea labda broiler, kuku chotara, kuku wa kienyeji, kuwatengenezea chakula, kupunguza gharama, kujenga mabanda, vyote vinapatikana kwenye vitabu vyetu. Jinsi ya kutengeneza dawa kwa ajili ya kuku wako utapata kwenye hicho kitabu cha tiba za asili, ili kuweza kuwatibia. Kwa hiyo ni vitabu muhimu sana. Gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp ukihitaji hivi vitabu. Kilipia tu shilingi 10,000, kitabu kimoja ni 10,000. Muda huo tutakutumia kwenye WhatsApp.